CCM oye! Zanzibar oye! Tunakushukuru sana Mheshimiwa Dr. Saada Mkuya kwa uwasilishaji wa mazingatio maalum ya ilani yetu kwa upande wa Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, nihitimishe na nikushukuru kabla sijahitimisha kwa ustahimilivu wako. Ni sehemu ya utekelezaji wa moja ya R inaitwa resilience. Tunakushukuru sana, Mungu akubariki. Ndugu Mwenyekiti, katika kuhitimisha inaomba niseme mambo matatu. Mosi, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni tunda la muungano wa Tanganyika iliyopata uhuru tarehe 9 Disemba 1961 na Zanzibar iliyopata uhuru kutoka kwa mkoloni tarehe 10 Disemba 1963 na mapinduzi ya kung'oa usultani wa Mwarabu tarehe 12 Januari 1964. Tanganyika na Zanzibar hatukuziunda sisi, tulirithi kutoka kwa wakoloni na masultani wa Kiarabu. Kwa historia hii, Tanzania ni lulu pekee kabisa katika historia ya Afrika huru. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni nchi ambayo tumeiunda wenyewe. Nchi zingine zote katika bara la Afrika ni urithi kutoka kwa wakoloni. Hili ni jambo ambalo wana CCM na Watanzania tuendelee kulikumbuka. Na nimelisema hilo Mheshimiwa Mwenyekiti kwa sababu urithi mkubwa wa nchi yetu ni umoja unaojengwa katika muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Muungano wetu huu pia unatoa hamasa muhimu sana ya umoja wa Afrika na mshikamano wa kimataifa, na umetuwezesha kama nchi kuwa huru wa kuweza kujiamulia mambo yetu wenyewe, lakini kudumisha ujirani mwema kama ambavyo tumeona hapa. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, chama kinachoelewa na kutunza historia hii ya nchi yetu kwa sasa ni Chama cha Mapinduzi. Hili ni muhimu sana kwa wananchi kulielewa na kulizingatia. Hivyo basi, kwa kweli nitakuwa sitii chumvi nikisema kuwa katika swala la umoja, CCM nayo ni lulu ya kipekee katika historia ya vyama vya siasa barani Afrika, na tumeshuhudia ushuhuda wenzetu waliosema hapa asubuhi. Kwa sababu chama chetu chenyewe pia ni tunda la umoja na muungano wa vyama vya ASP na TANU. Hapa Afrika ni vigumu kupata vyama ambavyo vimetokana na umoja wa vyama vingine. Hivyo wana CCM tuna haki ya kutetea, kulinda na kupigania umoja wa kitaifa kwa sababu ni urithi muhimu wa nchi na chama chetu. Jambo la pili, ndugu Mwenyekiti, ambalo nataka kulisema katika kuhitimisha, kwa mujibu wa ibara ya 33 ile fasaa ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana taswira tatu muhimu. Rais wetu ni mkuu wa nchi. Rais wetu ni kiongozi wa serikali. Rais wetu ni amiri jeshi mkuu. Kwa utambulisho huu wa kikatiba, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nembo muhimu ya umoja wa kitaifa. Kwa sababu hii, tujikumbushe na kuzingatia hosia wa baba wa taifa kama alivyoeleza katika kitabu chake cha uongozi wetu na hatima ya Tanzania, ukurasa wa 59 mpaka 60. Alisema, na ninanukuu, huwezi kumtikisa rais wa nchi bila kuitikisa nchi yenyewe. Naomba nirudie. Huwezi kumtikisa rais wa nchi bila kuitikisa nchi yenyewe. Ni vizuri jambo hili likatamkwa waziwazi, mwisho wa kunukuu. Ndugu wanachama wenzangu wa CCM na ndugu wa Tanzania wote kwa ujumla, tunao wajibu kama chama, kama nchi na kama Watanzania kulinda taswira ya rais wetu wakati wowote na popote, ndani na nje ya nchi.
Asanteni sana, asanteni sana. CCM oye! Samia oye! Jambo la tatu, ndugu mwenyekiti. Jambo la tatu, tafiti za sayansi ya siasa. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Tafiti za sayansi ya siasa zinaonyesha kuwa ili chama cha siasa kishinde katika uchaguzi mkuu, kinahitaji mambo manne ya msingi. Mosi, chama kinahitaji kiwe na historia na rekodi ya utekelezaji wenye mafanikio yanayoonekana, kuelezeka na kushikika. Chama hicho kwa sasa katika nchi yetu ni Chama cha Mapinduzi. Pili, ili chama kishinde, kinahitaji mgombea makini aliyethibitisha dhahiri uwezo wa kufanya kazi ya maendeleo ya nchi na wananchi wake, na aliyethibitisha uwezo wa kutunza amani, utulivu na usalama wa nchi na uhusiano mwema wa kimataifa. Mgombea huyo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa anaitwa Dr. Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Na kwa Zanzibar mgombea huyo anaitwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Na ndugu mwenyekiti, CCM oye! Ndugu mwenyekiti, uniruhusu tuliweke vizuri hapa. Tuliweke vizuri hili. Unaweza ukasahau yote yale ambayo yamewasilishwa jana. Sahau yote yale mafanikio. Nataka ukumbuke jambo moja. Dr. Samia ameingia madarakani katika kipindi kigumu. Amechukua uongozi wa nchi ikiwa imefiwa na mkuu wa nchi. Mtihani mkubwa aliyokuwa nao ni kuhakikisha kwamba nchi inabaki kuwa tulivu na salama. Someni historia vizuri. Nchi nyingi changa zikikumbwa na changamoto kama hiyo huwa zinayumba. Mama huyu ameibakisha Tanzania kuwa tulivu na salama. Mungu ambariki sana. Sifa ya tatu ya kushinda uchaguzi ni umadhubuti wa chama cha siasa unaothibitishwa na umoja na mshikamano wa viongozi na wanachama wake, na ambacho kina uzoefu kutoa uongozi wa nchi. Chama hicho kwa sasa kinaitwa Chama cha Mapinduzi. Na sifa ya nne ya mwisho, ili chama kishinde, lazima kiwe na ilani iliyosheheni maudhui yanayobeba na kuakisi matumaini, matarajio na mahitaji ya jamii ya wakati uliopo na maono ya muda mrefu kwa nchi. Tumewasilisha ilani hapa. Tafuta chama kingine kitakachokuja na ilani kama hii. Chama chenye ilani ya kuivusha Tanzania leo na kesho ni Chama cha Mapinduzi. Ndugu mwenyekiti, ninapomaliza hotuba yangu, ninaomba tena nikushukuru wewe kwa imani na heshima kubwa ulionipa katika kusimamia mchakato wa kuandaa ilani hii. Ni matumaini yangu na wajumbe wenzangu katika kamati uliounda kwamba tumekidhi matarajio yako, matarajio ya halmashauri kuu na chama chetu kwa jumla. Ni imani yetu kuwa ilani tuliyowasilisha hapa utakuwa ni mwongozo muhimu wa sera za serikali katika miaka 5 ijayo. Nikushukuru zaidi ndugu wajumbe, gharama zote za kuandaa ilani hii zimebebwa na Chama cha Mapinduzi kwa maelekezo ya mwenyekiti wetu. Na kwa kweli hatukukwama
hatukukwama hata kidogo, na nimshukuru sana Katibu Mkuu Comrade Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, ambaye muda wetu amekuwa karibu na sisi. Alipatikana mpaka usiku, nikimtext nikimpigia alinipa mwongozo, na pale ambapo tulikuwa na maeneo magumu nilimwambia hili jambo vipi, aliwasiliana na Mheshimiwa Mwenyekiti, wakatupa mwongozo. Ndugu yetu huyu mgombea mwenza wa Chama cha Mapinduzi, Mungu ambariki sana. Na kwa kweli kila nilipokutana naye na kumpa mrejesho, nilitamani sana nimuulize, hivi ilikuwaje mimi Kitila Mkumbo nikapewa kazi nzito? Lakini nilishindwa kumuuliza. Hata hivyo, jana wakati naandaa hotuba hii nikakutana, Mungu aliniongoza nikakutana na maandishi kutoka Mhubiri 9:11. Naomba ninukuu. Nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati huwapata wote. Baada ya kusoma nilipata faraja kwamba haimaanishi kwamba mimi na wenzangu tulipewa hii kazi ni wa maana sana na tuna uwezo sana kuliko wanachama wenzetu. Ni kwamba katika kipindi hiki, wakati huu, bahati na wakati ulimpata Kitila na wajumbe wenzake. Ndugu mwenyekiti, nakushukuru sana kwa heshima uliotupa. Mungu akubariki. Na nimalizie kuwashukuru sana wajumbe wenzangu wa kamati ndogo ya kamati kuu kwa ushirikiano walionipa katika kazi hii. Kwa kipekee kabisa nimshukuru sana ndugu yetu Steven Masatu Wasira, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Sio tu kwamba alishiriki, tulianza naye akiwa mjumbe mwenzangu, katikati ya mchakato akachaguliwa na mkutano mkuu huu kuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Sasa wewe imagine unakwenda kwenye kikao, wewe sio mjumbe wa NEC, sio mjumbe wa CC, ni mjumbe tu wa kamati ya sasa ya Ubungo. Unaingia pale unakutana na makamu mwenyekiti, unafanyaje? Lakini baba huyu nikataka kumpisha kwenye kiti, akasema hapana, wewe ndio mwenyekiti, kaa hapo, ongoza kikao. Alinipa wepesi kwa unyenyekevu ambao sijawahi kuona. Mungu ambariki sana makamu mwenyekiti wa kwetu kwa kazi aliyofanya. Na kwa sababu hiyo naomba tu niwataje wajumbe wengine. Nimeshamtaja Mheshimiwa Steven Wasira. Tulikuwa na ndugu Amos Gabriel Makala CPA. Yeye ndio alikuwa mwenyekiti wa kamati ya ufundi. Kwenye kamati yangu alikuwa katibu wa kamati. Makala oye! Na yeye kwa kweli namshukuru sana, kwa sababu pamoja na kwamba ni bosi wangu kwenye chama, alinipa ushirikiano nikaweza kufanya kazi hii. Mungu akubariki sana CPA Makala. Tulikuwa na ndugu Rabia Abdalla Hamidu, mjumbe wa kamati kuu. Tulikuwa na ndugu Mohamed Abud Mohamed, mjumbe wa kamati kuu, mzee wangu, Mungu akubariki sana. Ndugu Leila Burahani Ngozi, ndugu Dr. Saada Mkuya Salum, mjumbe wa NEC, na alikuwa pia makamu mwenyekiti wa kamati yetu na amesimamia vizuri sana lile eneo la mazingatio maalum kuhusu ilani kule Zanzibar. Tulikuwa na ndugu Hamza Hassan Juma. Tulikuwa na ndugu Jenista Mhagama, waziri wa afya. Tulikuwa na Dr. Halid Salum Mohamed. Tulikuwa na Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Na tulikuwa na ndugu Mohamed Mchengerwa. Hivi kijana wangu Mohamed Ali Mohamed kawaida nimemtaja, mwenyekiti wa vijana. Ndio alikuwa kijana mdogo kabisa. Asante sana kijana wetu. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, tulikuwa na kamati, katibu mkuu aliunda pia kamati ya wataalamu, kamati ya ufundi ambayo iliongozwa na ndugu CPA Amos Gabriel Makala, nimeshamtaja. Tulikuwa na Dr. John Jingu, ndo alikuwa katibu wa kamati hii. Nadhani yupo hapa Dr. John Jingu. Ndio. Okay. Na wengine nimepewa maelekezo hapa nisiwataje. Lakini nashukuru sana wote. Tulikuwa na secretariat ambayo ilikuwa chini ya kiongozi wetu ndugu Salim Reja. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru tena. Na baada ya maelezo hayo, kwa heshima na taadhima, ninaomba kuwasilisha asante sana. Sisi moyo.
Tuna imani na Samia. CCM oye! Tuna imani na Samia. Samia kweli, 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 Samia. Samia kweli, kweli, Samia. Tuna imani na Chifu Hangaya. Tuna imani na Chifu Hangaya. Samia kweli, kweli. CCM oye!